Mwishoni mwa karne ya 19 hivi wamisionari wa Protestanti kutokea Uingereza na baadaye wamisionari wa Katoliki kutokea Ufaransa, White Fathers, walikuja ukanda wa Afrika Mashariki, wakaingia katika ufalme wa Uganda ambayo ni Uganda ya sasa kwa ajili ya kuinjilisha. Walifanikiwa kuinjilisha na wakawabatiza hasa vijana waliokuwa wanafanya kazi kwenye ufalme wa kipindi hicho, ni Mfalme Kabaka Mutesa wa kwanza. Huyu Mfalme Kabaka Mutesa wa kwanza ambaye ni mfalme wa Uganda, ambayo ni Uganda ya sasa hivi, kwa wakati huo aliweza kuwavumilia wamisionari, lakini aliyemfuata baadaye alikuwa anaitwa Kabaka Mwanga wa pili, ambaye aliingia madarakani mnamo mwaka 1884. Alikuwa ni kijana mdogo tu wa umri wa miaka 14. Huyu kadiri muda ulivyoenda hakuweza kuvumilia uongofu wa watu wa miliki yake, hakupatana sana na wamisionari. Kwa kuanzia tu kwenye miaka 1885 alimuua askofu wa Protestanti Mwingereza aliyekuwa anaitwa James Huntington. Alimuua na aliendelea pia na tabia hiyo, akapinga sana Ukristo kuenezwa, na kuna sababu kadha wa kadha ambazo zilifanya akawa anapinga Ukristo. Kwanza kabisa, hawa mashahidi wa Uganda walimtii Mwenyezi Mungu kuliko ufalme, hususan kwenye yale masuala ambayo yalikuwa yanaenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hao walibaki na msimamo wa Mwenyezi Mungu, lakini walikataa kushiriki mambo machafu yaliyokuwa yanapendekezwa au yanalazimishwa na huyo Mfalme Kabaka Mwanga wa pili, tena masuala machafu ya kingono. Lakini la tatu, mfalme huyu aliogopa kwamba kadiri siku zinavyozidi kwenda, basi wamisionari wangechukua miliki yake, lakini hilo lilikuja kutokea baadaye Waingereza walipochukua. Sababu hizi tatu ndio zilifanya akawa mbogo wa Wakristo wa kwanza. Hao tunaosherehekea ni vijana 22 kwenye kundi la vijana 45, 23 wa Protestanti na 22 wa Kristo wa Katoliki, waliokubali kutolea maisha yao, wakishikilia msimamo wao, kukubali kutolea ushuhuda kwa ajili ya Injili. Waliuawa, na kilele cha mauaji, ndugu zangu, ilikuwa ni tarehe 3 mwezi Juni mwaka 1886, ambapo vijana 13 walifungwa kwenye mawe fulani wakachomwa moto. Tena inasemekana kadiri ya masimulizi, Karol Lwanga alikatwa nyama ya mgongo yote, kachomwa na mpira na mikuki, kafa. Tena
Lakini kuadhimisha tu hivi itakuwa ni bure kama watusaidii sisi kuamsha tena ndani mwetu ile roho ya kutoa ushuhuda. Inawezekana mimi na wewe tusimwage damu kama wao, lakini tukatoa maisha yetu kama sadaka safi, tukijitoa pasipo kujibakiza kwa ajili ya kuishi Injili, mapendo kwa jirani na mapendo kwa Mwenyezi Mungu. Tukautumikia Ukristo wetu mpaka kukubali kutoa maisha yetu yote, hata inapotubidi kumwaga damu, pasipo kuogopa watu, pasipo kuogopa matukano, masengenyo, pasipo kuogopa mateso, hata pasipo kuogopa kufa. Tukajitoa kindakindaki kusimamia Injili na kuiishi, kukimbia dhambi kadiri tunavyoweza. Ndugu zangu, tukifanya hivyo tutawaenzi watakatifu wa mashahidi ambao ni ndugu zetu, tena majirani, na tena hakuna huyu Yohane Maria mzee ili kujimu haya kutukoba mmojawapo wa mashahidi hao. Kama wenzetu wameweza, tena Yesu kwa hapa, hata mimi na wewe tunaweza. Tusiogope, tuombe neema Mwenyezi Mungu itusaidie basi leo kutoka kama mashahidi kushuhudia Injili pasipo